kwa hatua hii ambayo mmechukua. Lakini pia na mimi nitumie fursa hii kuwashukuru sana kwa heshima kubwa mlionipa. Nafahamu viongozi nchini hii tuko wengi, kwa hiyo mngeweza kumwalika yeye atakuwa mgeni rasmi, lakini heshima hiyo mmenipa mimi, asanteni sana. Pamoja na shukrani hizo, nyinyi ambao leo ndio mahafali yenu, najua hapa mmekuja, wengine ni wale ambao mnahitimu, wengine ni wale watakaobaki kwa maana ya watapokea vijiti vyenu vya uongozi, lakini pia nafasi zenu katika hizo sehemu. Niwatakie na mimi kila la heri mapema kabisa kabla sijaanza kuzungumza mambo mengi. Nishukuru pia kiongozi wetu anayetusimamia kutoka makao makuu, anayetusimamia sisi watu wa vyuo vikuu kwa ufafanuzi aliyoutoa katika mojawapo ya changamoto ambazo walikuwa wamezisema katibu wetu. Tutaendelea kuishauri serikali kwa upande wa serikali, lakini upande huu ambao vyuo vinavyofanya udahili ambavyo vinachelewesha ile ratiba yao, pia tutazungumza na waziri wa elimu ili azungumze nao huko vyuoni wasiweze kuwacheleweshea wanafunzi fedha zao. Nimeanza na changamoto hiyo kwa sababu nimesema salamu za Dr. Samia nimezipokea, lakini salamu hizi hazikuwa salamu za kutolewa hivi hivi. Ni salamu ambazo zinaashiria utayari wenu wa kuzitafuta kura kwa wingi, na sio kuzitafuta tu kura ili ashinde hivi, hapana. Ni kwa sababu ya kazi nzuri aliyoifanya. Sasa katika maeneo ambayo amefanya vizuri sana ni pamoja na kuongeza kiasi cha ile mikopo ambayo inatolewa kwenye maeneo ya juu. Sasa nyongeza ilifanyika katika maeneo mengi. Nyongeza ya kwanza kabisa ni kwamba huko awali zilikuwa milioni kama 200 hivi, sasa hivi zimeshafika mabilioni mengi, huko zinakaribia 800. Hiyo ni hatua ya kwanza ya kuongeza, lakini hatua ya pili ni kile kiasi kinachopewa kwa siku nacho kimeongezwa na Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwa hivyo nimeona nianze na hiyo changamoto kwa sababu nilishajibiwa, kwa hiyo sitalazimika kusemea tena baadaye. Kwa hivyo hiyo ninashukuru kwa ufafanuzi ambao ulishatolewa, lakini kwa upande wangu sasa kama kiongozi wa bunge, ahadi yangu ni kwamba tutazungumza na waziri anayehusika kwa maana ya waziri wa elimu ili azungumze na wakuu wa hivyo vyuo, lakini pia na utawala kwa ujumla wa hivyo vyuo ili wasicheleweshe taarifa, kwa sababu fedha Dr. Samia amezitoa kwa ajili yenu. Sasa ndugu zangu, nizungumze kidogo kuhusu yale ambayo Chama cha Mapinduzi kinayofanya kwa ajili yenu. La kwanza kabisa ni thamani inayowapa. Leo mimi nimezungumza sifa nyingi kwa Dr. Samia, lakini wakati huo ukasema sifa nyingi kwangu. Lakini ukweli ni kwamba leo tunafahamu ni siku ya Ijumaa. Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania linaendelea na vikao vyake leo. Lakini mimi kama sehemu ya viongozi ambao tunamsaidia Dr. Samia kuongoza upande wa serikali, lakini kuongoza kwenye upande wa Chama cha Mapinduzi, kama mjumbe wa kamati kuu nimeambiwa nenda kwa sababu ya umuhimu ambao tunapewa ni watu wa vyuo. Maana yake ni Chama cha Mapinduzi kinawathamini sana wasomi. Chama cha Mapinduzi kinathamini kila mmoja aliyeko kwenye jamii yetu. Kinathamini msomi sana, kinathamini msomi wa kati, kinathamini hata yule ambaye Mwenyezi Mungu hakumjalia kusoma. Na ndio maana hapa mbunge wa jimbo hili la Ubungo, mmesikia wakati ya kutambulisha yeye ni profesa. Sasa nikasikia maeneo mengine kuna mambo huwa hamnisikii kiasema kwa sababu huwa anapata picha kwamba wako watu wanaweza kuwa wanapata sifa kwa kuongelewa na spika. Hakuna mtu anapaswa kukudharau wewe msomi wa Tanzania. Hakuna mtu anaweza akasimama mahali akajina
Maana yake ni nini? Ni kwamba sisi kama Tanzania huwa hatuna lugha za kebei kuhusu elimu za watu wengine, kwa sababu tumefunzwa heshima. Heshima tumefunzwa, tunamheshimu aliyepata fursa ya kusoma, tunamheshimu ambaye hakupata fursa ya kusoma. Na sababu ni moja tu, jamii zetu kama binadamu zinao watu wa kila namna, na ndio maana taifa letu linapiga hatua kwa sura hii, kwa sababu sisi ni watu tunaoheshimu na tunaheshimiana kila mmoja kwenye jamii. Hayuko binadamu mmoja anayetakiwa kumwona binadamu mwingine kwamba yuko chini kwa sababu ya elimu yake. Huyo kwa sisi wa Tanzania hakuelimika na elimu yake haikumsaidia. Yule ambaye elimu imemsaidia kuheshimu wengine, yule ambaye elimu imemsaidia kuheshimu jamii anayoiongoza. Hakuna kiongozi yeyote duniani anayeongoza wasomi pekee. Na hapa mmesikia mimi nimetambulishwa pia kama rais wa mabunge yote duniani. Huko duniani niendapo, hakuna mwakilishi yeyote, hakuna mbunge yeyote ambaye jimbo lake halina watu wa aina zote. Wewe msomi wa Tanzania, wewe mwananchi wa Tanzania, na mwakilishi wako anayekuwakilisha bungeni, mwakilishi wako anayekuwakilisha kwenye baraza la wawakilishi Zanzibar, hakuna mtu anapaswa kudharau. Na wewe usikubali kudharauliwa, na wewe usiungane naye kudharau sehemu ya jamii yako. Kwa kusema hayo na kwa heshima ambayo Chama cha Mapinduzi kinawapa ninyi wasomi, mawazo mnayoyatoa tunayapokea, huwa tunayafanyia kazi, na hapa nimefurahi kama sehemu ya taarifa ambayo imetolewa na katibu wetu. Ameeleza mambo mbalimbali ambayo mmeyafanikisha kwa ajili ya Chama cha Mapinduzi, lakini pia kwa ajili ya taifa letu la Tanzania, kwa ajili ya taifa letu la Tanzania. Mojawapo ya mambo ambayo ameyasema ni kuhusu maandalizi ya midahalo. Midahalo inatupa fursa ya kusikia upande mwingine, ya kusikia wazo lingine kutoka kwa mtu mwingine. Kwani hakuna ajuaye kila kitu. Hakuna ambaye wazo lake ni bora sana kuliko la mwingine. Mawazo yote haya yanachukuliwa pamoja, ukichukua nusu ya huyu, nusu ya huyu, basi anafanya kitu kuwa kimoja. Kwa hivyo niwapongeze sana. Kati ya yale mengi niliyoyasema mmefanikiwa kuyafanya, hili la mdahalo ni jambo mojawapo ambayo ninyi ambao leo hapa tunasherehekea kuhitimu kwenu na ninyi mtakaobaki, basi muendeleze utamaduni huu mzuri wa kubadilishana mawazo. Lakini pia ni kwenye hili mdahalo ambapo unajifunza kuvumilia wazo tofauti na kile unachowaza wewe. Sio kila wakati unachowaza wewe ndio kiko sahihi. Iko siku, iko nafasi, liko wazo la kwako. Sio kama ni la kipuzi tulikuza, lakini kwa wakati huo yeye alifai kwa nini tumelipokea la mwingine nao tumefanya lisuli. Inawezekana leo ni la muda mrefu alilotoa mwenzako ni la muda mfupi au la muda wa kati. Kwa hiyo inawezekana lisifanywe kazi sasa, litafanywa kazi baadaye. Midahalo inatujenga kifikra, midahalo inatujenga kiupeo, midahalo inatufunza kuvumilia mawazo tofauti na yale tuliyonayo. Sasa jambo lingine ambalo napenda niwapongeze, kwa sababu hata mimi sitaelezea yote yale mazuri ambayo mmeyafanya, lakini
niwapongeze pia kwa mkakati mzuri ambao ninyi mmeshiriki moja kwa moja, mkakati wa umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi wa taifa hili, ambao ni kuhakikisha mnahamasisha vijana ambao watakuwa wanapiga kura kwa mara ya kwanza mwaka huu. Ni jambo zuri kwa sababu hawa vijana wanapoandaliwa na ninyi ambao mmewatangulia, wanapata nafasi ya kujifunza kutoka kwenu. Wanapojifunza kutoka kwenu, wanajifunza mambo mengi, na katika hoja hii ya kujifunza kutoka kwenu si rahisi, kwa sababu ninyi si malaika kama ambavyo sisi viongozi pia si malaika. Lakini jitahidi, ukijua kuna mtu anakutazama wewe unachofanya, jitahidi kuishi kwa namna ambavyo utakuwa mfano mzuri kwa yule ambaye mwaka huu atapiga kura kwa mara ya kwanza. Na nimefurahi hamjahamasisha, lakini mmewahamasisha ili hawa wapiga kura wa mara ya kwanza kwa mwaka huu wapigie kura Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye ni Dr. Samia Suluhu Hassan. Nasema hivyo kwa sababu katika sehemu ya taarifa yenu mmeeleza kwamba ninyi mmesema mwaka huu 2025 mnaenda, ninyi mmeamua kuita benki kuu. Haya, kwa nini lazima ufanye maandalizi? Kwa nini gesi alikuwepo hapo? Yeye alikuwepo. Kwa lazima ufanye nini? Maandalizi. Kwa nini? Ni kwa sababu mwanangu mpenzi, wewe msomi, si unajua hata darasani mtihani wa mwalimu, na mimi nilikuwa mwalimu jamani, ili ufaulu si lazima ufanye maandalizi, usome, uhudhurie yale masomo na nini. Kwa hiyo maandalizi ya kuombea hayana tofauti sana na maandalizi kwa ajili ya mtihani. Ndio maana naeleweka vizuri, hayana tofauti. Usiseme kubisi nimemaliza kwa darasani kani kwanza jaze fomu. Unaweza kufanya shughuli nyingine kama hujajiandaa. Sasa hapa kwenye maandalizi, wacha nikaseme kirefu kidogo ili vijana msije mkasema sasa mheshimiwa kama ametuasa tamani watu tulikuwa tumeshakula wote. Hapa katika sisi ambao tunafanyiwa haya mahafali na sisi tumehudhuria, wako watu ambao kwa kweli wanapaswa kuendelea na masomo. Hapa kati yenu wako wengi tu ambao kwa kweli wanapaswa kuendelea na masomo, na sio kwenda kugombea, sio kwa sababu tumekaribishwa na mama na mpigo wa kamati kuu. Mimi nakupa ushauri kama mzazi, ikiwa fursa unayo, hebu nenda kasome, kwa sababu hata kusoma ni sehemu ya maandalizi. Hapa umesikia mbunge wa Ubungo anaitwa Profesa Kitila Alexander Mkumbo, ile inayoanzia pale, ile inaitwa prof, yaani ni maandalizi. Hapa simesikia yeye ndio mwenyekiti, mwenyekiti wa mambo mengi, yaani mwenyekiti wa mambo mengi. Hapa mmesikia kuhusu mipango, anaeleza ile mipango, anaeleza kwa sehemu kuhusu ilani. Sasa jamani, unafikiri kwa nini aliweka kule kwenye ilani? Si kwa sababu ni profesa jamani, ana ujuzi wa mambo kadhaa. Sasa yeye kuitwa profesa yalikuwa ni maandalizi ya kazi hii anayofanya sasa. Sasa yeye alipomaliza kuchukua ile graduate na yeye kuolewa kazi kama hapo tukamwita profesa. Kwa hiyo baadhi yenu, si wote, baadhi yenu kwa kweli wajielekeze kwenye kwenda kuendeleza elimu yao. Hiyo nayo ni sehemu ya maandalizi. Baadhi yenu mtakuja huku, na kwa kweli baadhi yenu tutakutana wapi bungeni inshallah, Mwenyezi Mungu atujalie. Lakini kwa sababu bunge halina uwezo wa kutuingiza wote tuliomaliza hapa, kwa hiyo nisikilizeni mimi mama yenu, nawaambia
Usiende tu umetoka hapa unaenda kuvuta fomu ya udiwani. Kama unayo nafasi, umefanya vizuri, unapaswa kuendelea masters, nenda kasome masters, pia ni maandalizi. Kwa nini? Huku kwenye siasa hakuna aliyewahi wala aliyechelewa. Hayupo. Hakuna aliyewahi wala aliyechelewa. Yuko mwingine miaka 25 yuko bungeni. Alhamdulillah, Mungu kamjalia. Tuko wengine kama tufike miaka 50 hivi ndio tutaingia bungeni. Tuko wengine tutaingia hapo katikati kama Profesa Mungu. Huko mwingine ataingia hapo katikati kama tunaongea na wewe sasa. Lakini tuko wengine lazima tufanye huko maandalizi. Kwa nini? Kwa sababu kila mtu yeye maandalizi utazama jambo kubwa gani yeye Mungu alimwandalia. Utekeleza. Na hapa Dar es Salaam kuna mfano mmoja mbunge kwa sasa ni mbunge lakini alianza akiwa diwani. Kwa hiyo kaenda kwa diwani akawa meya, baadaye sasa ni mbunge, tena pia ni waziri. Naona kuna mtu anamtaja kule. Mheshimiwa Jerry William Silaa. Yeye amegombea diwani akiwa mdogo, akiwa meya mdogo, mjumbe wa mkutano mdogo, kila kitu mdogo. Kwa sababu amekuwa kidogo lakini anafikia ni kwa umri. Lakini akiambiwa uzoefu, na uzoefu. Kwa nini si alianza huko kaenda. Lakini sasa sio kila mtu atapata fursa ile. Kwa nini? Kwa sababu yeye si alikuwa mmoja tu jamani, au alikuwa wangapi? Sasa sisi hapa situko hivi. Kwa kila mtu ile njia ya maandalizi lazima wewe binafsi ukae kujitafakari. Njia gani inakuandaa wewe kuwa bora katika eneo unalotaka kulifanyia kazi? Nimeeleweka? Maana nini? Wale wenye uwezo hapa waliofanya maandalizi, sisi sote tunaenda nao hao. Kama ambavyo Dr. Samia yeye alishafanya maandalizi, ndio maana wote tunasema jamani, tuna sababu gani ya kusema mitano tena? Hatuna. Maandalizi yalishafanyika, yeye ndio mgombea pekee kwenye CCM. Huku nje hata kama atapambana na wengine, sisi CCM tunajua yeye atashinda. Sasa kutokana hakuna mahangaiko kwenye chama hiki. Hakuna nini anafukuta sijui kushoto kulia. Unafukuta nini? Sisi yangu tushasema Dr. Samia ndio mgombea. Na mgombea mwenza Dr. Chini. CCM moja. Nimeeleweka wananchi wapenzi. Kwa hiyo mfano mwingine unaweza kuwa ukiona mtu jirani yako anapika mandazi na yanatoka vizuri, sio lazima nao upike mandazi. Unataka kupika chai ili watu wakija pale wananunua mandazi, chai wanakunywa. Kwa hiyo tumeshaona huyu mwenzetu mama mwenye kiti ninaona kama mahali tuna mwenye kiti ambaye ni wanafunzi, ndio sasa sio wanafunzi wote wanaweza kuwa kwenye viti jamani, si ndio hivyo? Kwa hiyo kwa sababu unaweza kuwa unatafuta huko alafu una kipindi hasa utataka uende kwenye mgogoro wa mtaa au uende kwenye kipindi, utachagua kipindi katika hili yaani kipindi profesa anaingia saa 2 na mgogoro kule utatutu na saa 2 utaenda kwenye kipindi. Wewe mnajibu jamani, utaenda kwenye kipindi? Maana nini? Kama ukichagua kipindi wale wananchi kule wanawaza sasa kwenye kiti vipi tena? Maana nini? Sisi lazima tutazamane. Ukishaona wewe kwenye kiti hana nafasi unaenda wewe pale sasa. Kama kwenye kiti liko kwa mkoa. Unaenda wewe pale ndio unasema jamani hii ndio wakilishi wa kwenye kiti. Unaenda kwenye kiti anataka dharura. Sasa usiseme na wao gombea kila mtu akiwa kwenye kiti nani
sana. Sasa hapa mmesikia mimi nikiambiwa kwamba nikiambiwa kama vile sijui kwamba jimbo jipya Loliondo ambalo halina mbunge litapata mbunge inshallah, Mwenyezi Mungu atujalie. Ni kwa sababu ya maandalizi. Ni kwa sababu ya nini? Maandalizi. Sasa hapa inawezekana kuna mtu anatoka Mbeya. Kutoka Mbeya akawaza mimi natoka Mbeya. Kama wale msikika nini, lakini kwa kweli hebu wewe niende kwanza nikapime nini maji. Anakuja kupima nini? Kina cha maji. Na yeye anafanya vizuri sana kupima nini. Lakini uhalisia wake ni kwamba kila mtu atakuona wewe kama vile sasa hapo unafanya masiara, si ndio? Sasa wewe usilete mazingira ya kuonekana kama ndio mtu mwenye kufanya masiara. Kwa maana nimesisitiza sana hoja ya maandalizi. Na naamini nimeeleweka. Nimeelewa kama nini kama tunataka nimeelewa. Haya, asante sana. Asante sana. Ndugu zangu, pamoja na haya yote niliyoyasema, nitumie fursa hii tena kuwapongeza kwa dhati wahitimu wote kwa hatua mlioifikia. Nidhani safari haikuwa rahisi, lakini mmejitahidi kila mmoja kwa sehemu yake. Na mfahamu tu taifa linawategemea. Taifa linawahitaji. Chama cha Mapinduzi kinawategemea. Chama cha Mapinduzi kinawahitaji. Lakini ujue pia jambo moja la kweli na haki kabisa ni kwamba Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania litaendelea kuzifanyia kazi changamoto nilizozisema, ili yale niliyoyasema kwa ajili ya kujiletea maendeleo, basi tuyafanyie kazi hayo, ili na nyinyi muweze kutoa mchango wa maendeleo kwenu binafsi, lakini pia kwa taifa lenu la Tanzania. Na mimi ninatarajia kwamba mtaleta mageuzi makubwa, sio tu hapa nchini, lakini duniani kwa ujumla. Kwa nini duniani? Sehemu ya mambo ambayo Dkt. Samia Suluhu Hassan ameyafanya vizuri ni eneo la diplomasia. Na hiyo diplomasia inatufungulia sisi milango. Sio tu kwamba tunakuwa wafanya kazi hapa nchini, lakini tunao uwezo wa kwenda kufanya kazi maeneo mengine pia. Na mmeona nafasi mbalimbali zikishikwa na Watanzania. Sasa kauli ambayo huwa anapenda kusema nirejee na hapa, Tanzania usijidharau. Na wewe leo mhitimu usijidharau. Fursa ziko huko nje tayari kwa ajili ya Watanzania. Kwa nini? Wale waliokutangulia wamefanya vizuri, wanafanya vizuri, watafanya vizuri, ili kukuwekea ile mazingira ya wewe kuaminika zaidi. Tumeelewana? Kwa hivyo Dkt. Samia ametufungulia Tanzania, ametufungulia dunia kuweza kufanya kazi huko pia. Sasa najua sisi sio malaika, sisi sio miungu, lakini weka nia moyoni mwako kuwa mfano mzuri kwa jamii ambayo sasa inaenda kuzunguka. Ukiwa chuoni ulikuwa na wenzako tu pale, wasomi wenzio, kule kwenye jamii utakutana na watu wa kila aina. Wale ambao wanaenda kugombea udiwani na kutakia kila la heri. Hakikisha maneno unayoyasema, matendo unayoyatenda yanaonyesha unao utayari wa kuwa kiongozi, unao utayari wa kuwa mwakilishi mzuri ngazi ya kata. Wale wanaenda kugombea ubunge hapa wamesema tunakwenda na dini kubwa, wasomi wote. Wale wanaenda kugombea ubunge, jitahidi kuwa mfano mzuri kwa wale
ili wakupigie kura wewe na sio mtu mwingine. Kwa hiyo naamini mtaenda kuwa chachu nzuri huko ambapo mnakwenda, na kwa kweli wale ambao baada ya kusema haya yote wamejishawishi na wameshawishika kwenda kumwombea, ninawatakia kila la heri. Mwenyezi Mungu awatangulie, na kwa kweli ninawaombea watakaoenda huko basi washinde kwa kishindo, kama ambavyo tunatarajia Dr. Samia Suluhu Hassan rais wetu atashinda kwa kishindo bila shaka. Nimalizie kwa kuwaomba na kuwasihi tukazungumze na vijana wenzetu. Ushiriki wao kwenye uchaguzi, ushiriki kama wapiga kura, ushiriki kama wapigiwa kura ni wa muhimu sana. Vijana tusibaki nyuma. Vijana hapa wamesema tunakwenda, sio kwamba tunamsindikiza, tunakwenda na Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwenda kwa sisi kushiriki uchaguzi, kupiga kura na kupigiwa kura. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Hongereni sana nyinyi nyote ambao Mwenyezi Mungu amewajalia leo hii kuwa na mahafali haya. Baada ya kusema hayo, sasa niko tayari kwa ajili ya kutoa vyeti ambavyo vimeandaliwa. Habari wateja wetu wazuri wa tablet zetu Tanzania. Tumerestore tablet yetu pendwa ya KD55 yenye kioo, display inchi 8, uwezo wake ni GB 256 na RAM 8. Inatumia line 2, macho matatu pamoja na cover lake ambalo ni gumu, ambalo linasaidia ili siweze kuvunjika kwa rahisi. Sasa mtoto anaweza kutumia kama simu au kuwasiliana na wewe mzazi, lakini pia inakujia na game kibao, katuni na program za kutosha kwa ajili ya yeye kuweza kujifunza. Lakini pia ina zawadi kemkem kama saa, ufutio, penseli na nyinginezo nyingi. Wahi ofa yako ambayo utaipata kwa shilingi 180,000 tu. Kwa mawasiliano tupigie nambari zetu ambazo ni 0759591123. Tunapatikana Kariakoo jijini Dar es Salaam, na pia tunafanya delivery katika mikoa yote. Usijisifu wewe mzazi kuchezea vifuu, mfanye mtoto wako afurahie utoto wake.